sana, usafiri waliokuwa wanautumia kwa asilimia kubwa ilikuwa ni farasi. Lakini Biblia inatuambia kwamba katikati ya farasi kulikuwako na kitu kinaitwa mauti. Katikati ya farasi kulikuwa na mauti, halafu kuzimu alifuatana na mauti, ambaye huyo mauti alikuwa kwenye farasi. Kwa hiyo yeye aliyekuwa anapanda farasi alidhania anapanda farasi, lakini ndani ya farasi kuna roho inaitwa mauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Na ndio maana unaweza ukashangaa mtu yupo kitandani amelala vizuri, lakini anaamka amekufa. Kwa hiyo kwenye kitanda kunaweza kukawa na mauti. Mtu anaweza akawa amekaa kwenye kiti chake lakini akafia kwenye kiti. Kwa hiyo kwenye kiti kunaweza kukawa na mauti. Mtu anaweza akawa anatembea lakini katika njia ghafla akaanguka akafa. Kwa hiyo kwenye njia kunaweza kukawa na mauti. Kwa hiyo mauti haina sababu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini swali la kujiuliza ni je, nyuma ya mauti kuna nini? Baada ya kufa kwako ni nini kitakuchukua, na wewe utakwenda wapi, na utakuwa mgeni wa nani? Maandiko yanatuambia kwenye yule farasi kulikuwako na mauti, na nyuma ya mauti kulikuwako kuzimu. Maana mtu alipokufa kwenye yule farasi kwa njia yule mauti, alienda moja kwa moja kuzimu. Jiulize, wewe utakapokufa leo utaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe utakapokufa leo utaenda wapi? Watu wa Migori na watu wote ambao mmekusanyika kwenye msiba huu, kuna swali la kujiuliza. Mtu anaweza asiumwe na akafa, mtu anaweza asipate maradhi yoyote na akafa. Kifo hakina sababu, lakini sababu ni pale utakapokuwa hujatengeneza njia yako, utakuwa mgeni wa nani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tengeneza njia yako, badilisha mwenendo wako. Jua wewe leo upo, kesho haupo. Mimi nataka niwaambieni kitu kimoja. Hata ndugu yetu hapa leo akifufuka, tungemuuliza ulikuwa una mipango gani? Alikuwa na mipango mingi sana, alikuwa na mambo mengi sana ya kufanya, kama ambavyo mimi ninayo mipango na wewe unayo mipango. Lakini ghafla ameacha mipango yote na ametoweka. Je, mimi na wewe tunayo mipango kama aliyokuwa nayo yeye? Hatujui siku wala saa tutakapoondoka duniani. Tunajiandaaje na hiyo safari? Haleluya. Amen. Sikiliza nikwambie, usikae na dini, kaa na kitu kinaitwa wokovu, ambao ndio msingi wa baada ya maisha haya kuna maisha mengine utakwenda kuishi. Kuna watu leo hapa wana dini yao, lakini hata kwenye dini zao hawajawahi kukanyaga. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu leo ukimaliza anakuambia mimi ni kanisa mzazi, ulize siku ya mwisho kwenda kanisani kwako ni lini? Hakurudi. Lakini yeye ni Mkristo. Kuna wengine ni Waislamu, utasikia ni Waislamu, siku ya kwenda msikitini mpaka itokee siku ya Idi, wanapiga makarashia anakwenda msikitini. Wewe unamwabudu Mungu gani? Ni Mungu yupo ambao unamwabudu. Haleluya. Mpaka waje wagawe nyama za buri ndio uende msikitini, halafu baadaye uje uanze kutuingizia hiyo dini yako. Imekusaidia nini? Bwana Yesu asifiwe. Leo natamba na kanisa lako, kanisa langu zuri. Kanisa lako limekusaidia nini? Kanisa lako limekupeleka wapi? Kanisa lako litakufikisha mbinguni. Lazima uangalie kwamba katika kila eneo ulipo na mauti yupo, halafu kuzimu anafuatilia mauti, anahakikisha mauti akiua, kuzimu anapatia, anapeleka kuzimu. Kwa hiyo na wewe jiangalie, usije ukatamba na baadaye ukafa, kuzimu akapakia akakupeleka kuzimu. Ni hasara.